ukipata nafasi Mungu akakufanya kuwa kijana, basi ujue umepewa kipande ambacho ni muhimu sana katika maisha yako yote ya duniani, kaburini na kesho akhera. Kitumie vizuri kipande hicho cha ujana. Naomba nifungue maneno yetu ya kimadarasa kwa maneno hayo. Ukibahatika kujihisi kuwa wewe ni kijana, uwe kijana mwanamume, uwe kijana mwanamke, unatakiwa ufahamu kwamba umepewa nafasi adimu na ni muhimu sana, ambayo wameikosa nafasi hiyo kwa umuhimu wake makundi mengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefanya uwekezaji wa nguvu kwa huyu anayeitwa kijana, na yeyote asiyekuwa kijana Mungu amemuita mdhaifu, mnyonge. Allah anasema, Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu Allahu ma yasha' wa huwa al-'alimul qadir. Sadaqa Allahu al-'azim. Mashekhe wametufundisha ndani ya aya hii kuna 7 taawilati, kuna mazingatio 7. Zingatio namba 1, Allahu alladhi khalaqakum, yani Mungu ndiyo ambaye amekuumbeni ninyi vyovyote mtakavyokuwa. Aliyekuumbeni ni Allah tabaraka wa taala. Hakuna mjanja yoyote katika uwanja huu na nje ya uwanja huu ambaye amejiumba yeye mwenyewe. Kwa hiyo watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuliopo hapa uwanjani leo, kila mmoja ajikague katika sura ya kuumbwa kwake, katika jumbile aliyokuwa nalo. Ukiona umejikagua ukapata jibu kwamba mimi ni handsome boy, Allah ndiyo aliyekuumba hivyo. Ukiona umejikagua ukajiona wewe katika mtaa wenu ndio mzuri wao, basi ujue kwamba Allah ndiye aliyekuumba hivyo. Lakini hata kama umepepesa macho ukamuona mwenzako, ukamuona kwa jicho la kwamba yeye ndiyo mbaya wenu katika mtaa, huyu amezidi kunyata, basi ujue Allah ndiyo aliyefanya kazi ya kumuumba huyo. Yaani wewe hauna mchango wa kunyata kwake na wala hauna mchango wa kupendeza kwako. Kazi hiyo Allahu alladhi khalaqakum. Taawili ya kwanza. Jambo la pili tunaondoka nalo katika aya hii, khalaqakum min nini? Min dha'fi. Yani msingi wa kuumbwa kwenyewe wewe, chimbuko lako, asili yako, hivyo hivyo unavyojiona, umetokana katika unyonge. Khalaqakum min ma'in mahin. Unyonge wenyewe, yale matirio ulioumbiwa wewe, kama utaletewa leo ukaambiwa mheshimiwa,
Kutokana na haya ndio umepatikana wewe. Majibu yake kila mmoja anayo mwenyewe kichwani. Pengine hata tukikwambia bwana, tumekurudishia ile asili ya kuungwa kwako, haya shika basi utie mfukoni. Upo uwezekano ukamkata kibao aliyekupa hiyo asili yako, lakini vyovyote utakavyokuwa, khalaqakum min dha'f, hapa amekumbeni ninyi, asili yenu mmetokana katika unyonge. Kama asili yenu ni unyonge, haya hicho kiburi mlichokuwa nacho mmepata wapi? Hiyo dharau mliokuwa nayo mmepata wapi? Allah tabaraka wa taala alipoyazungumza maneno yafuatayo, a'udhu billahi minash shaitani rajim, falyanzuri al-insanu mimma khuliqa. Abdullah ibn Abbas akayatungulia haya maneno kwa jicho refu, akapata kusema maneno, kaifa yatakabbaru al-insanu alladhi kharaja min makhraji al-bawli marratayn. Takbir! Falyanzuri al-insanu mimma khuliqa. Hebu atafakari mwanadamu hivyo alivyo, na kiburi chake na jeuri yake na unene wake na vyeo vyake, anashawahi kufikiria kutokana na kitu gani kaumbwa? Yaani hata yule mwanamke anajidai yeye ni mzuri, anachagua mwanamume, anafikiria kutokana na kitu gani kaumbwa? Yule ambaye wazazi wake wanamuuliza huyo anayekuchumbia kazi yake nini, amefikiria kutokana na kitu gani kaumbwa? Falyanzur al-insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ba'i. Hapa ndio Abdullah ibn Abbas anasema, kaifa yatakabbaru al-insanu alladhi kharaja min makhraji al-bawli marratayn. Inakuwaje mwanadamu anakuwa kiburi? Mwanadamu mwenyewe ametoka kutokea katika matokeo ya mkojo kwa mara mbili. Takbir! Kwa kuwa tuko vijana na watoto hapo, tunapata kama palivyo. Allahu alladhi khalaqakum min dha'f. Nukta ya tatu, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Kisha Mungu sasa baada ya kukukumbusha yeye ndo kakuumba, alafu akakukumbusha material aliyotumia katika kukuumba upate kufikiria vizuri. Yaani hata ukimwona yule kuli anazuia sentera zima kule sokoni kwamba atapakua peke yake sentera la viazi, sema anapiga msari hapa akatizi mtu ni nini? Kharaja min makhraji al-bawli marratayn. Allah. Hata kiongozi ambaye anataka akisema yeye ndo asikilizwe na watu wote, kharaja min makhraji al-bawli marratayn. Hata kamanda ambaye akitatiza mtaani watu wote kulala saa 12, kharaja min makhraji al-bawli marratayn. Kaifa yatakabbaru al-insan. Allah anatukumbusha mmeumbwa kutokana na unyonge. Baada ya unyonge, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Ndio tunapopata. Tanivumilia tuishi hapo kwa dakika 10. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Kisha Mwenyezi Mungu akajalia baada ya huo unyonge niliotangulia kueleza, akawajalia kuwapa nguvu. Mufassiruna wanasema quwwatu shabab. Majala min ba'di dha'fin quwwa, ay quwwatu shabab, ni ile nguvu ya ujana. Kama Allah tabaraka wa taala amewekeza nguvu kwa vijana na waliokuwa chini ya vijana akawaita wanyonge. Hivi kijana wewe ulioko hapo, unafahamu kwamba Allah amewekeza nguvu kwako? Allah amewekeza nguvu
wako. Maasafi tuna vijana hata uwezo wa kuvunja biskuti hawana. Allah anasema amewekeza nguvu kwa vijana. Vijana wanasema sisi Allah hata uwezo wa kuvunja biskuti hatuna. Na hapa ndio wataalamu wakasema ashabu lahu sifatani, kijana anakuwa na sifa mbili. Shabu haqiqi, maana ujana unagawanyika katika sehemu mbili. Kuna shabu haqiqi na shabu ghairu haqiqi. Kuna kijana wa hakika, yule aliyepewa nguvu na Allah tabaraka wa taala na kwa malengo maalum, na kuna kijana alimradi tu hata babake akiamua kuhesabu vijana wake, huyo anamfanya kuwa ni wa mwisho mpaka akumbushwe. Na yule ndio unajua, na yule naye mwanangu yule. Mimi na wewe kama wazee wetu wataamua kukutambulisha mbele za watu, nafasi yako itakuwa hivi. Utakuwa katika wale sabiquna al-awwaluna au utakuwa katika wale mpaka mzee akumbushwe. Na yule mbona umefanana naye? Kweli. Na yule naye mwanangu. Yaani wapo vijana hata wazee wao wanaona aibu kuwatambulisha mbele za watu. Tunao kijana anakuwa na sifa lahu quwwatul jismi wa quwwatul tafakkuri wa tamayuz. Kijana anakuwa kwanza ana nguvu ya kimwili. Sifa ya kijana lazima awe ana nguvu ya, na ndio maana kwa sisi tulioelewa vijijini, tena vijiji vyenyewe vya ukubwani, ikitokezea mchakacha wanataka kupikwa, ataarifuna mchakacha. Mchakacha ili apendeze ni lazima atiwe embe. Anapigwa embe ndogo mbichi. Nani anakwenda kuleta embe? Katika familia anachukuliwa kijana mwenye manufaa, anakwenda kukopoa embe analeta. Sio kazi ya wazee hiyo. Lakini amefika mgeni anataka dafu, anachukuliwa kijana na ndio anaenda kaangushe dafu ulete. Amekuja mgeni anahitaji papai, anaambiwa kijana nenda kaangushe papai ulete. Shughuli kama hii zamani kulikuwa na majita ya kuchimba. Vijana zangu wengi hamjajua, labda wale vijana wa zamani, basi wachimbaji wa majita hayo wanakuwa ni vijana. Kuni za shughuli yoyote, wakataji wa kuni ni kwenye jambo kama hili. Ikitokezea mzee amechukua kata au birika au kigudulia, anaanza kulawisha watu maji, vijana wanasema hapana mzee, sio kazi yako mzee, kwa sisi. Vijana hao walikuwa wanathibitisha uhakika wa ujana wao. Lakini kijana anakuwa na kuwa utamayuzi wa tafakuri, anakuwa na nguvu ya kutafakari na kupambanua. Kijana anakuwa kama vile masnari, kama kiwanda. Ukikusanya maembe yako mabovu na mazima ukayatumbukiza katika kiwanda kinachakata, kikitema kule kinatema juisi iliyokuwa safi. Uislamu unamtazama kijana kama sadrul manafi' fil alami. Kijana anakuwa na chimbuko la manufaa ulimwenguni. Tukiwepo katika twarika, vijana mliopo katika twarika inanufaika vipi kwa uwepo wako wewe kijana? Tukiwa katika msikiti, wazee na watoto waliomo huko msikitini wananufaika vipi kwa uwepo wako wewe kijana?
Ukiona vijana wamefanya kikao, wanasema kwamba sisi hapa msikitini mambo ya kizeezee hatuyataki na tutawatimua wazee wote, vijana hawa ni ghairu haqiqi. Hawa sio vijana wa uhakika, kwa sababu vijana wa uhakika ni sadrul manafi, ni chimbuko la manufaa. Ukiona kijana anaweka mikakati ya kufukuza wazee msikitini, kijana huyo ni chanzo cha matatizo na sio chanzo cha manufaa. Kibaya zaidi, anafanya vitu viwili ambavyo ni hatari sana. Kitu cha kwanza, anaifundisha jamii kwamba na yeye akizeeka afukuzwe msikitini. Si wazee watakiwi msikitini? Mambo zezee si hayana maana. Maneno hayo wanasema vijana, maana yake wanawaambia wale watoto, sisi tukifika kama hawa tunaowafukuza, na ninyi tufukuzeni. Na ndio maana tunaziona hili misikitini, vita zimehamia misikitini. Chanzo tuna vijana misikitini ghairu haqiqi, sio vijana wa uhakika. Vijana hawatambui kabisa nafasi yao. Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa. Lengo nini? Wewe upate kuwa ni manufaa kwa wanyonge hawa waliokuwa chini. Lakini thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha Mungu akajaalia baada ya hizo nguvu alizokupa za ujana, amejaalia vitu viwili: unyonge mbaya na mvi zinazokuchakaza. Huu unyonge wa mwanzo wa utoto, unyonge huu una nafuu kuliko huo unyonge wa pili. Nataka nikupe mfano tuelewane. Ulipokuwa unakaa chini na pampers umevalishwa kwa dunia ya leo, kwenye kinywa chako hakuna isipokuwa meno mawili. Basi wazazi wako walitangaza mtaani, jamani yeye Juma ameota meno, anapendeza huyo. Wanakuchukua wanakubusu na meno yako mawili. Umeona huo unyonge huo wa mwanzo ulipokuwa una faida? Sasa Juma huyu afike miaka 70, hapa katikati au amejaza meno yake 32, alafu Mungu ayachukue yote abakie mawili. Haya, niambieni, yuko mzazi ambaye atakayetangaza, jamani yeye yule Juma ndio ameng'oka meno yake yote amebakia mawili, kwa hiyo tunamchukua tunambusu kama tulivyokuwa